Yes, karibu ndani ya Six and Sports na wakati huu unakuwa nami mwana Shalukali beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati ambaye anahakikisha nakuletea yale yote ya kimichezo ambao kwa hivi sasa inaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Shehe Mkono, Rogers Mkono, shabiki ni mwanachama wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, lakini pia nje ya kuwa na ushabiki lakini pia anafahamu masuala mazima ya dini ya Kiislamu kuelekea katika siku ya Al-Badr tarehe 22 ambapo baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wameandaa dua maalum kwa ajili ya timu yao kuombea ifanye vizuri na kuweza kuwabaini wale wote ambao wanaihujumu timu yao. Yeye kama Shehe Mkono, Rogers Mkono, ana kipi cha kuzungumza? Je, mashabiki hawa wana haki ya kusoma Al-Badr na Al-Badr ni nini kitaenda kutokea baada ya kusoma dua hii? Mkono yuko hapa kwenda kutueleza moja kwa moja. Mkono, uko vizuri? Mimi namshukuru Mungu, namshukuru Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Sifa zake zimwendee yeye aliomba mbingu na ardhi, na tunatamba kwenye ufalme wake wa mgongo wa ardhi kwa ajili yake. Bila ya Allah kututandikia hili jamvia, naamini tusingetamba na hata wewe usingekuja kunioje hapa. Lakini namshukuru Allah, Mungu karimu kwa kweli. Rogers Mkono, hivi karibuni tuliweza kuwasikia baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba wakiandaa dua maalum ambayo inaenda kusoma tarehe 22 kwa ajili ya kuwaumbua ama kuwaondoa wasaliti ndani ya timu yenu. Dua ya Al-Badr ni nini? Na hii mashabiki hawa wana haki ya kusoma hii dua ama imekaje? Tuanzie hapo. Al-Badr, kwanza ukizungumzia Al-Badr unazungumzia hukumu ambayo unaenda kuifanya ya kumwomba Mwenyezi Mungu kwa wale wabaya unaowahisi kwa kitu ambacho huna uhakika nacho. Yaani we mwenyewe unaenda kufanya kile kitu, yani huna uhakika nacho. Kwa hiyo wewe unamshtakia Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu, mimi haya mateso ninayopatia au hichi kitu nilichoibiwa mimi, lakini nilibiwa katika mazingira ya kutatanisha. Mwizi simjui, basi Mwenyezi Mungu kutokana wewe ndo ulimpa akili ya mimi ndo nilipa akili ya kutafuta hichi kitu, na hichi kitu mimi nilikinunua kupitia akili ulionipa wewe Mwenyezi Mungu, lakini nimekiweka hapa, kitu changu kimeibiwa na mimi huyu mtu simjui, sisi kamera hapa haipo. Wewe Mwenyezi Mungu ndo ulimpa akili huyu mwanadamu kuja kuiba hichi kitu hapa. Sasa Mwenyezi Mungu, kama mimi ulinipa akili ya kwenda kununua hichi kitu na kukika hapa, na wewe vile vile ndio ulimpa huyu mtu akili kuja kuiba, sasa mimi nakushtakia Mwenyezi Mungu, huyu umpe adhabu anayostahili. Usizidishe, usipunguze. Swali, shida sio kusoma, anayesoma msafi. Unapozungumzia Al-Badr, hiyo ni issue nyingine. Na mimi sasa hivi na almost miaka 36. Katika miaka 36 shehe ambaye nimjua anasoma Al-Badr yuko mmoja tu. Mimi tokea nianze kuzunguka. Yupo huyu mmoja. Na huyo asomi zaidi ya 2 kwa mwaka. Asomi zaidi ya Al-Badr 2. Yaani ukimpelekea 3 asomi, anakuambia mwaka huu mimi nishapiga 2 inatosha. Na nyingine ikiwa nzito anasoma 1 kwa mwaka. Sasa je, hao mashehe tunaokwenda kuwatafuta tunawajua background yao? Hilo swali la pili. Issue sio kusoma. Hata ndugu yangu Sulugoma anaweza kusoma. Alwatani yule wa Yanga anaweza kusoma. Si umeelewa vizuri? Na wengine kidogo kina Kisugu soma hifadhi wale kidogo juzu 2 3 wanaweza kusoma. Swali wasafi. Sababu kuna Al-Badr na ushirikina, vitu vile tofauti. Sababu usilete ushirikina kwenye Al-Badr. Ushirikina tunguli sizipo, unaenda kuongea naye tunguli. Umeelewa sio vizuri? Wewe tunguli na kutuma nenda kwa Sulugoma. Kafanya 1 2 3 tunguli na kwenda. Al-Badr ni kitu ambacho wewe yani hukijui. Unamshtakia Mungu, Mungu aenda akapeleke hukumu kwa wale watu. Anayesoma msafi. Mada ndio iko hapo. Issue sio kusoma, mada ndio iko hapo. Kuna baadhi ya watu wanasema mpira ni haramu. Na ndio maana nimekwambiaje, Mungu anapokea chochote. Like kama kweli mpira ni haramu, lakini watu wanafurahi kwa sababu ukizungumzia mpira sio mpira tu, vitu vingi ni haramu. Na Mungu anawapa, yani kwenye aya kuna akasema bwana kitu hichi haramu afu mimi sikupe riziki. Kwani hakuna warevi? Wazinifu?
Uwezi. Kwa nini Mungu anawapa? Si kuna hukumu yake? Mungu anakupa lakini hukumu yake ipo. Kwa sasa Mungu ataendelea kukupa kwa sababu yeye ndo kashika mpini wa kukupa wewe riziki. Yaani chochote kilichopo katika mgongo wa ardhi, Mungu ndo ana jukumu la kumwangalia na kumpa riziki kwa muda, yani kwa muda wote. Sasa asipokupa riziki wewe utakufa na njaa. Kwa hiyo ndo maana Mungu anakupa riziki. Hata kama kile kitu unachokifanya hakifai, lakini Mungu anakupa. Lakini kuna hukumu yake. Ndio maana siku ikifika, siku ya Amri Ashiri, unawekwa pale bwana, linaitwa bubuku lako bwana Sulugoma 1 2 3, ulienda 1 2 3, kweli si kweli? Mimi sio kweli, kaa pale. Sasa mkono katika hiyo dua ya tarehe 22 inaenda kuwa ni dua namna gani? Mimi kwangu nasema ni uhuni. Na wewe utakujua uhuni, waache wasome afu hakuna lolote. Waache wasome hakuna lolote. Ila wao kama wanataka kusoma, watutafute. Kama kweli wanania kweli ya dhati kabisa, si umeelewa vizuri? Wanitafute. Ambie bwana si nataka 1 2 3 4 5. Mimi nakwambia watu wapo. Lakini nikimpeleka yule mzee asomi zaidi ya 2. Asomi zaidi ya 2. Na hii Desemba hii. Usipoangalia kwamba mimi tayari nishasoma. Subiri mwakani 2026. Ndio tarehe 22 ndio nasoma. Na hii Desemba huu mwaka ushakatika, yule mzee asome zaidi ya 2 kwa mwaka. Yaani sijui umeelewa vizuri? Siwezi alibadili, siwezi kununua sijui nyembe na niliu unasoma masaa 2 3. Yule mzee asome zaidi ya 2 na yupo. Lakini asome zaidi ya 2. Na wasiwasi wangu Desemba hii. Mwaka ushakatika, kasoma ngapi? Sijui umeelewa vizuri? Mimi ninachowasihi tu mashabiki wa Simba. Kweli tunapitia changamoto kubwa. Lakini tuangalie sosi nini? Yaani shida mpaka Simba iko pale, shida nini? Si umeelewa vizuri? Wewe unataka utamlaumu Mangungu, utamlaumu Trayageni, utamlaumu Mo, utamlaumu kila mtu. Jiulize ndani ya misimu minne amekuja kocha gani wa maana? Yaani alikuja Benshika hapa. Benshika sikacheza na Yanga, wenzake tumeona, kwani Yanga kombe sikapoteza mwenyewe lile. Benshika alipokuja hapa, kwanza Benshika alipokuja hapa alikuwa hana wachezaji. Abdurrahman. Umeelewa sio vizuri? Benshika alipokuja hapa Fuadi Jobe. Sasa ukumweka Jobe na Sulugoma nani Fuadi? Au Jobe na JB 64? Ndoka na Jobe. Umeelewa sio? Hapana, yule Jobe wa kawaida sana. Jobe hata mwanangu yule pale amfikii. Mimi yule pale amfikii. Yule mwanangu anajua. Kwa hiyo Simba kabla kwanza kuangalia leo albadili, siyo kuangalia nini, wadili na uongozi, walete kocha. Mpira kocha. Mimi kila siku nasema mpira kocha. Yaani mpira ni kama ngumi. Yaani mpira ni kama ngumi, mpira kocha jamani. Umeelewa? Simba sasa hivi sio tu mtoe kocha kutoka Malawi, anaje afundishe Simba. Sio tu mtoe kocha sio kutoka Rwanda hapo. Anaje afundishe Simba. Tuletee kocha ambaye kapita vilabu vikubwa. Tuletee kocha alopita TP Mazembe, tuletee kocha alopita FC Vita, tuletee kocha alopita Experience di Tunisia, National Ahli, Mamelodi Sundowns, timu ya taifa la Senegal, timu ya taifa ya Nigeria. Umeelewa vizuri? Yaani tayari kashakutana nini? Na mikiki. Umeelewa vizuri? Lakini wewe sasa hivi Simba unatoka hapo na kumchukua kocha matatu Botswana. Ukiangalia kacheza Senegal, na Senegal wewe Senegal unajua ligi yake ngapi? Kwa mna nyumba katika mwalimu. Simba miaka 4 hajaleta kocha. Kocha katika miaka 4 Simba ambao aliomleta alikuwa Robertinho. Na wewe kutaka kuamini Robertinho kocha, angalia jinsi alivyokuja hapa Robertinho, Kibundensi alikuwa apati nafasi na alikuwa hajulikani. Robertinho alivyokuja tu mazoezini touch ya kwanza akasema huyu hapa mchezaji. Kibundensi ndio akaanza kuonekana pale. Huyo ndio kocha dada yangu. Yaani kuna kocha, yaani akikatwa anajua kabisa huyu mchezaji huyu hapa hamna kitu. Alikuja hivi karibuni Fadu Davis. Nani? Fadu. Aliwapeleka katika finali la kombe la shirikisho. Yaani mimi labda nikwambie kitu kimoja. Mimi Fadu nampongeza, lakini hata ukiangalia vile uwezo wake mdogo, kama marefali wangekuwa haki mwaka jana Simba nafasi ya 4 mpaka ya 5. Yaani Simba kwa jinsi ilivyokuwa sasa hivi, utakiwi kumfunga mtu kwa kumpapasa.
Umeelewa? Yeye anataka unamfunga mtu mwenyewe kutoka pale analizika. Yaani kama juzi Azam alivyotofunga. 2 safi. Yaani unatoka pale wewe mwenyewe unafurahia. Sasa wewe Simba unacheza na JKT Tanzania. Yaani wewe unaomba mpira wishi. Yaani wewe unacheza na JKT na Mashujaa, yaani wewe unaomba mpira wishi. Haiwezekani. Na mimi nilishasema, njia pekee ya Simba kuchukua ubingwa ligi kuu Tanzania bara, lazima mfunge Yanga Afrika. Yaani katika hizi mechi 3 hizi, si Azam, Yanga, Singida, Simba lazima apate pointi 15. Mmeelewa? Sasa wewe kocha Fado, umechukua pointi 6, umechukua pointi 4 kwa Azam, umechukua pointi 4 kwa Singida. Wewe huwezi kuwa bingwa. Yaani ustarajie Yanga eti afungwe na Dodoma Jiji eti wewe ndio uwe bingwa. Yaani njia pekee Simba na kurudi kwenye reli, lazima walete kocha wamfunge Yanga Afrika. Yanga Afrika si ndio kipimo sahihi kwenu hizo? Yaani kwa sasa hivi kwa sababu gani? Umeona kama sasa hivi Yanga hajacheza na Simba, hajacheza na Azam, hajacheza na Singida. Simba kishacheza na Azam, kadondosha pointi 3. Kwenye 18 ukitoa 3 ni bado 15. Haya kaenda kudraw na Singida Simba. Pointi ngapi hizo? 2. Yanga akishinda pointi ngapi hizo? 5. Haya akikuta wewe Yanga akikuta naye akichukua pointi 7, wewe utakuwa bingwa. Tausawa. Tausawa. Yaani mimi viongozi wa Simba, hawa mashabiki wa Simba, sio kina Dr. Mo, sio kina nani, mimi kwanza nawaheshimu sana. Lakini wote bado wana mapepe katika kuongea. Dr. Mo ana mapepe, sijui JB 64 mimi namkubali sana, sema na Santemo ana mapepe. Umeelewa sio vizuri? Yaani mimi muone uniletee uchebe kwa Simba ile Simba afungwe mara 6 na Yanga. Uniletee Kishingo afungwe mara 6 na Yanga. Uniletee Mokoena. Nani yule kocha wa Mamelodi Sundowns yule aliondoka yule? Nani yule? Umeelewa? Yaani Yanga Simba afungwe mara 6 na Yanga. Hata Mgunda yenyewe hawezi kufungwa mara 6. Yaani katika makocha waliokuja hawa makocha wote waliondoka misimu minne Yanga anachukua ubingwa. Hakuna hata mmoja alomfikia yani Juma Mgunda.